Sasa kuna njia mbili za mwenyekiti Lissu kutoka gerezani. Njia ya kwanza ni kwa mwendesha mashtaka wa serikali DPP kuwasilisha mahakamani kinachoitwa nolle prosequi, hati ya kwamba hana nia ya kuendelea na kesi. Sisi tunaamini DPP pamoja na kuwa ametamkwa kwenye katiba, kwa katiba yetu mbovu ya mwaka 77, rais amepewa mamlaka makubwa sana. Hata akiwa rais batili, rais haramu, bado ana mamlaka. Tunachosema, tunamwambia Samia Suluhu Hassan na DPP, ifutani kesi ya Tundu Lissu mara moja. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni njia ya kimahakama. Hatuingilii uhuru wa mahakama kuamua jambo gani kwenye uamuzi wa kesi, lakini tuna wajibu wa kuiambia ukweli mahakama bila kuingilia uhuru wake. Mahakama imejinasibu kuendeshwa na msingi wa kutoa haki kwa wakati. Haiwezekani toka mwezi Februari tarehe 24 kesi kubwa, kesi namba 1, kesi ya uhaini, eti mtuhumiwa mpaka leo hajaletwa gerezani. Haiwezekani. Ndio hajaletwa mahakamani, hajatolewa gerezani kuletwa mahakamani. Ndio maana tunasema wazi mbele ya vyombo vya habari na wananchi, jaji mkuu ana wajibu, kwa sababu yeye ni kiongozi wa muhimili wa mahakama. Ana wajibu wa kuhakikisha haki inatendeka kwa wakati